Lakini shekhe wangu, sasa hivi una pesa, sukari unayo, una pesa, sukari unayo, una pesa, presha unayo, una pesa, presha unayo. Alimradi imekuwa balaa. Kwa sababu gani? Mchele huo ulivyokuja, zamani ulikuwa pa mchele unaitwa nini? Thailand. Sumu zile ambazo zimo katika hivi vitu, ikiingia mwilini mwako kila unazalisha hydrochloric acid nyingi katika tumbo. Ukizalisha hydrochloric acid nyingi, damu inakuwa mzito. Damu ikiwa mzito, mishipa membamba inasinyaa. Ndugu zangu, kama mlivyoambiwa, naitwa Dr. Abu Khalid. Ni daktari, mie sio shehe. Nikizungumza daktari professional medical officer ama medical assistance. Mimi ndio daktari wa mwanzo wa kikosi cha KVZ. Kama wamo KVZ humu, basi watakuwa naikumbuka tulikuwa pamoja huko. Ni daktari, si shehe. Nimekuwa na kawaida ya kukumbusha ama kukumbushana mada zinazohusiana na afya zetu. Kama alivyosema alinitangulia kwamba siku hizi nasikika sana kwenye redio. Ikifika saa 8 siku ya Jumanne, Radio Salam na kuwepo katika kipindi cha Baraza. Lakini uko nyuma nishazungumza sana kwenye Radio Nuru, Radio Adhana, Radio Imani Morogoro. Kipindi cha miaka ya nyuma kunako 2000, kunako 19 huko. Mimi na Dr. Abdul Karim Mambo Saleh. Tukizungumza afya, tunapiga sana kelele kuhusu afya. Ndugu zangu, Khatibu hapa kaizungumza aya moja ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ambayo alipokuja kusimama katika Jabal akaitoa hiyo hutuba, alizungumza hiyo aya. Mwanzo wake alisema hivi: leo nimekukamilishieni dini yenu. Yani yeye aliletwa kwa ajili ya dini ya watu. Kwa hivyo kamaliza kazi akatuambia, leo nishakukamilishieni dini yenu. Huku mwisho akatupa taarifa, na huyo Mungu ameridhia hiyo dini yenyewe iwe Uislamu. Tuko pamoja? Tuchukue nini dini? Hiyo dini ambayo tumeletewa ni nini? Tukidefine nini dini, unakuta dini ni mtindo wa maisha aliyokuja nayo Mwenyezi Mungu kumpangia mwanadamu. Lakini tukaambiwa dini yenyewe hasa ndio ipi? Uislamu. Lakini sasa hivi duniani kuna dini nyingi ambazo Khatibu katuambia tumebadilika, hatufati hii dini iliyokuwa sahihi, ambayo dini hiyo katiba yake mwanzo imeandikwa hiki ni kitabu kisicho na shaka, dhalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqina. Sasa hivi tumejitengenezea dini zetu sisi wenyewe. Leo kuna watu wanasherehekea Yanga Day. Dini hiyo, mtindo wa maisha huo. Jana wengine wanasherehekea Simba Day. Mtindo wa maisha huo. Ukidefine nini, what is democracy? Nini democracy? Tayari imeletwa dini nyingine ya democracy. Kama wewe wana demokrasia mumo mnisamehe, leo nachana tu, sawa Kama wana demokrasia mumo mnisamehe. Nini demokrasi? Angalia, kama hujui, wewe ingia katika Google, andika nini dini, utakuta dini ni mtindo wa maisha aliyopangiwa mwanadamu na Mwenyezi Mungu. Nini demokrasi? Demokrasi ni mtindo wa maisha aliyopanga binadamu. Tulijua hilo? Tulilijua hilo? Kwa maana hiyo, kama demokrasi ni mtindo wa maisha aliyopanga binadamu, na huku kuna mtindo wa maisha aliyopanga Mwenyezi Mungu, which is better? Upi ulio sahihi? Wakati hii aliyokuja nao Mwenyezi Mungu, katiba yake anasema hiki ni kitabu kisicho na shaka ndani yake. Sasa sijui hicho kitabu chako chasemaje, kama cha kijani, kama cha zambarau, utajua wewe mwenyewe. Lakini huo ni mtindo wa maisha ambao wamekuja nao nani? Wanadamu. Hasa kufuata kwake utaangalia wewe sasa, je, kuna faida, kuna madhara? Lakini kama Mwenyezi Mungu alimtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kutufahamisha sisi wanadamu what kind of life, ni mtindo gani wa maisha ambao tunatakiwa sisi tuishi, basi hakufanya kosa. Si kwamba alituumba akatuachia tuishi vile tunavyotaka, akatuletea na mtu anayefanana na sisi, akatuambia ishini kama anavyoishi huyu.
faman raghiba an sunnati falaysa minni. Mwenyewe akasema alikuwa hataki mtindo wangu, huyo si katika mimi. Hasa tuangalie mitindo ya maisha ilivyotupeleka sasa hapa mpaka leo kufika pahala mahatibu wanapiga kelele magonjwa ya hatari. Presha zamani ilikuwa hakuna, masukari ilikuwa hakuna, na magonjwa kadha wa kadha ambayo zamani yalikuwa hakuna, leo yapo, tunayo. Tukazungumza kwamba hayo magonjwa yenyewe yanatutafuna. Wazungu ama watu wa sasa wakaitwa silent killer. Magonjwa yanaua taratibu, unajiona unakwenda. Mtume kasema miaka ya kuishi hapa 60 wa 70, lakini tunaondoka 30, 45, 40, umezidi 50. Yaani wewe ukishafika miaka 50 taabani, pressure, sukari, miguu inauma, macho huoni, usijusha, alimradi mitihani. Kwa nini? Tumebadilisha mtindo wa maisha kwa mikono yetu wenyewe. Kwa nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomleta mtume kaja kutufundisha maisha physically na spiritually. Maisha yetu vile alivyo, vile tunavyoyaona physical hii na spirit ndani kabisa kuna vipi na vipi. Si kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kwetu kuja kutufundisha kuswali tu, kufunga, kwenda Maka, kutoa sadaka, kutoa zaka. Hapana, alitufundisha mpaka namna chakula tule vipi. Kwa kuwa mwanadamu hapa duniani alivyoumbwa, kaumbwa tofauti na kiumbe mwingine. Majini wanavyokula, malaika wao hawali, tofauti na tunavyokula sisi. Wewe utakavyokuwa vyovyote, lakini asubuhi lazima ule, mchana ule, na usiku ule, kwa uchache mara 3, lakini wengine waenda mpaka mara 4. Lakini sasa hicho chakula utakachokuwa unakula, je, ni kipi? Ni chakula tu ovyo ovyo, ama kipo chakula ambacho kakupangia wewe Mwenyezi Mungu? Na kama kakupangia Mwenyezi Mungu, hiko chakula ulichopangiwa, umepangiwa kwa ajili gani? Tukirudi katika aya niloanza nayo mwanzo, Mwenyezi Mungu alisema, walakad karamna bani adama wa hamalnahu fil bari wal bahri wa razaqnahu min at-tayyibati wa fadhalnahum ala kathiri mimman halakna tafdhila. Tumemtukuza mwanadamu katika tukufu leo mkubwa kabisa, tukampa vyombo vya kupanda baharini na ardhini, na tukampa vyakula miongoni mwa vyakula vizuri, ila akhir al-aya. Kumbe vile kuishi kwake mwanadamu hapa duniani, kumbe yuwatakiwa ale, tena akaletwa vyakula, hivyo vyakula vikawa vizuri kuliko hata wale waliopewa vyakula vingine. Tumuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hivyo vyakula tunavyokula ni vipi? Akasema, kuleni vyakula kama dawa, musile dawa kama vyakula. Kumbe hivyo vyakula tulivyoletewa na Mwenyezi Mungu inakuwa ni dawa kwetu. Tutakapokuwa tunakula katika miili yetu, tunapata tiba, tunapata virutubisho, nutrition mbalimbali kupitia hivyo vyakula. Sasa hebu tuangalie ndugu zangu, hivi vyakula tunavyokula sisi ndio hivyo minatayibati? Ndio hivyo ambavyo tunajipatia hizo nutrition? Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyomtoa mwanadamu, kamtoa ndani ya ardhi, udongo. Ndani ya udongo kuna nutrition, ndani ya udongo kuna vitamins, ndani ya udongo kuna protein, ndani ya udongo kuna strong multivitamins, ambao ukichukua udongo pamoja na mwili wa binadamu ukivipeleka maabara kufanya analysis, unakuta no difference, hakuna tofauti yoyote. Kitu ambacho kwa kujua kwamba Mwenyezi Mungu ni shamtoa binadamu kwenye udongo, inabidi sasa binadamu huyu ale vyakula vinavyotokana na udongo. Tukasema kwamba tule vyakula vya asili, si kwamba vyakula vya zamani au vyakula vya kishamba, vyakula vya asili yako. Wewe binadamu, asili yako udongo. Utapokula vyakula vinavyotokana na udongo, ndio utakula vyakula kama dawa. Waislamu nanielewa nikizungumza hivyo? Mwenyezi Mungu akaweza kuotesha miti, si kwa kuipamba ardhi. Allah hakuweza kuleta dunia ili aweze kuiangalia apate kujifurahisha. Kaileta dunia kwa ajili ya wanadamu tu basi. Yeye hana haja na dunia. Kwa hivyo kila alichokileta kamletea huyo binadamu.
Alivyoleta miti ikapenetrate mizizi yake katika ardhi, si kwamba ile mizizi inakwenda tafuta maji kule, inakwenda kustruggle kutafuta virutubisho ambavyo vitakuja juu litengenezwe tunda, itakuja juu ipatikane nafaka, itakuja juu lipatikane mboga, ili binadamu akila apate kujirutubisha, ili binadamu akila apate dawa kupitia hiko chakula. Ndio maana hawa zamani hao, kuanzia mitume, masahaba, hata wazee wetu waliomaliza maisha yao hapa miaka ya 60, 70, hawakuumwa presha, hawakuumwa visukari, hawakupata kensa, hawakupoteza nguvu za kiume, hawakufa kukutiwa mipira kwenye ume. Nanielewa nikizungumza hivyo? Kumbe vile tumebadilisha sisi wenyewe kutokana na hivi vyakula tunavyokula, havikutijenga miili yetu, havikuwa dawa kwetu. Tumebadilisha vyakula, tulivyovitoa vyakula vya asili tukaleta vyakula vya kisasa. Means what? Kwamba hivi vitu vinavyokuja mpaka demokrasi. Katika vipindi vyangu ninavyozungumza, nazungumza madhara ya utandawazi. Utandawazi umekuja mpaka kwenye vyakula. Yaani hawa watu, walan tardha anka alyahudi wala nasara hata tattabi'a millatahum, hawatakuwa radhi Mayahudi na Manasara mpaka ufuate mila zao. Alitupa precaution ya Allah, kwa maana wao wanataka kuibadilisha hii dunia vile wanavyotaka wao iendelee, sivyo wanavyotaka muumbaji. Ndio maana leo hii kuna kitu kinaitwa nini? Globalization. Wanafanya kila njia uharibifu wa ardhi kwa maana yao, kama ambavyo sasa hivi wanavyotaka kuchukua Palestina ili iwe ya kwao. Wanatengeneza watu kuleta fitna yote katika kufanya nini? Kuifanya dunia kuwa kijiji kimoja, kuibadilisha vile wanavyotaka Allah, vile wanavyotaka wao. Juzi waliliingiza moja hapa likatikisha dunia. Lipi hilo? Wanaume kwa wanaume wawane. Inna lillahi. Na kweli mengine shengi anakula jitu la midevu, lina kifua kama bero, lakini nyuma yuko mwanamume mwenziwe huko. Hivi ndivyo wanavyotaka wao. Vyakula washatupata tayari. Jamii zetu, hususan watoto tunawazaa, hawajui kama kuna shelisheli, hawajui kama kuna ndizi, hawajui kama kuna fenesi lilikuwa linapikwa zamani na linatoa dagaa. Wanachojua wao maji ya baridi, ice cream, chipsi, kuku, juice baridi. Unamkuta kijana asubuhi kaamka anakwenda zake nini? Kununua kachori 2 na juice ya 300. Alafu anakuambia atakeoa, atafuta nguvu za kiume huyo. Wakati vile vyakula ambavyo vimekuja kwa ajili ya kujenga afya vimeshaachwa. Mnanielewa nikizungumza hivyo? Sasa leo hivi mtoto amezaliwa hapa duniani anakula vyakula vile vilivyokuwa si vya asili yake. Unategemea nini? Haya ninayozungumza mtu mpaka awe makini sana. Ndio maana vile vile nikaongeza aya nilivyosema vipi? walaqad dhara'na li jahannam kathira min aljini wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika, hao wenye sifa tatu, kal anam, kama wanyama, bal hum adhallum, lakini kumbe mnyama pia ana afadhali. Leo imefika pahali kila uchao mtu anakwenda kumbaka mtoto mdogo wa mwaka mmoja. Ndio hayo wameleta wao ama bwana. Wewe umesikia ng'ombe kambaka mtoto? Ng'ombe mtoto? Mbuzi kaenda kumpanda mbuzi alikuwa bado hajakuwa mkubwa. Sasa pale anavyosema Allah anakosea. Mnyama inakuwa vipi? Bal hum adhallum, mnyama inakuwa afadhali. Leo nimeangalia katika mtandao Tanga hapo, mtoto wa mwezi mmoja kabaka. Kipi unachokifuata kwa mtoto wa mwezi mmoja kama silana? Na tumetengeneza wenyewe. Yote yanakuja wapi? Globalization. To change our lifestyle, kubadilisha mtindo wetu wa maisha. Tumetaka sisi wenyewe. Ili mwili upate kujikinga, ili mwili upate kujilinda, ili mwili upate kukua salama, uishi ule kwa vile alivyokupangia Allah subhanahu wa ta'ala. Iwapo kama utajipangia wewe mwenyewe, utaishi vile unavyotaka wewe mwenyewe, utaishi wanavyotaka wazungu. Maana kuna binadamu wao wakesha kuona kitu kimeandikwa kizungu tu basi wanaona hichi ndo sawa sawa hichi. Na ndio maana ya magonjwa tunayozungumza yote yamekwenda kuwapiga wasomi. Wasomi wote wagonjwa.
kwa sababu tayari wana believe, wanaamini alichokizungumza mzungu ndo hicho. Nanielewa? Alikuja gynecologist mmoja, yani daktari wa mambo ya wanawake, Mnazi Mmoja, kitengo fulani, simtaji jina, mkubwa tu, specialist huyo. Kaja kwangu atafuta dawa za kutafuta mtoto. Sasa wewe tayari specialist, huku kwenye tiba asilia unakuja kutafuta nini? Wanafunzi, watoto wengi vile tulivyowalemaza sisi wenyewe. Najua mtihani, maisha ya zamani sisi tunasoma shule, lakini unasoma skuli wewe, lakini unafundishwa kuvua. Unasoma skuli unafundishwa kulima. Unasoma skuli kama baba kufundi seremala, unafundishwa kuchonga. Unasoma skuli baba unajua kukamata kijiko, si ndio? Leo watoto wetu ndivyo tunavyowalea hivyo. Unaua shughuli zote za practical, unamwacha baba, we soma tu baba, kazi zote niachie mimi, mambo yote ninafanya. Mpaka mtoto anamaliza kusoma shule form 6 ama chuo, hajui chochote, linakuwa lipo tu limekaa tu basi. Kwa sababu gani? Tayari tumetengenezewa hayo mazingira na wazungu waliokuwa hawajui maisha yetu. Kwa sababu ili mtu aishi hapa duniani lazima mwili upate practical. Akiwa mtoto bado, akiwa mdogo afahamu maisha yangu mimi nitaendesha vipi kwa practical zangu za maisha. Ulaji wa vyakula hivi tunavyovizungumza, ndugu zangu, vyakula vya kisasa umeondoka kuanzia miaka ya 90. Tayari tukaletewa vyakula gani? Vya kisasa. Vyakula vya asili vikawekwa pembeni. Sasa watu wakawa wanakula sasa, wakiona ni vitamu, ni vizuri, vinanukia, vinakaa madukani, vinapendeza, without to know nini hasa lifestyle yenyewe itakayokuja baadaye. Miaka 90 serikali ya mheshimiwa fulani ilipokuja kupokea mchele ambao unafanywa analysis, ambao tayari ndo tuko nao mpaka leo, ulikuja wakatoa majibu, mchele huu ikitumiwa na Wazanzibari magonjwa 11 yatakuja. Wakati wa magonjwa hayo hakuna. Sisi tulikuwa madaktari wadogo huko, tulishuhudia ile karatasi yenye majibu inasema Wazanzibari wa kila mchele huu ambao umeingizwa, uliofanywa preserve, watapata magonjwa haya. Wakati huo magonjwa haya nayataja, mwisho wake kuja kaskazini, mwisho wake alikuwa hapo Mfenesini. Huko kaskazini alikuwa haendi. Kwenda kusini mwisho wake Kwerekwe. Haendi huko. Watu wa mjini tu ndio walikuwa wanayapata, ilikuwa wanapata pressure, wanapata sukari, wanapata hiyo gesi. Gesi ilikuwa haijulikani. Gesi imekuja juzi. Ugonjwa mpya, lakini sana ilikuwa pressure na kisukari. Wewe ukiugua kisukari, jamaa ana pesa akapata kisukari. Ukiugua pressure, mzee una pesa kweli, umeugua pressure. Lakini shekhe wangu sasa hivi una pesa, sukari unayo, una pesa, sukari unayo, una pesa, pressure unayo, una pesa, pressure unayo. Alimradi imekuwa balaa. Kwa sababu gani? Mchele huo ulivyokuja, zamani ulikuwa pa mchele unaitwa nini? Thailand. Shekhe hapa tayari anajua, mzee wangu ule pale anafahamu, shekhe wangu anajua, hata shekhe atakuwa anafahamu. Thailand, kaka yangu yule pale atakuwa anajua. Tulikuwa tunauziwa michele hiyo madukani, unamkuta funza anacheza kwenye mchele. Unaopeleka nyumbani mchele unapikwa, unapigwa nazi, unakula safi kabisa. Kwa sababu funza kiumbe hai, hata ukimla hana tatizo. Tumelewana? Lakini alipoondoshwa akaja akaletwa huyo jamaa huyo Mapembe, akaekewa preserve, sumu ya sodium benzoate katiwa nyingi ili funza asifate. Ukaanza wewe kula mchele wa Mapembe, tayari ukakukolea. Ulipokukolea ulisababisha nini mwilini mwako? Nisikilize. Unapokula chakula kwa muda mrefu ambacho kina preserve, ukila chakula ambacho kimefanywa ulinzi kisiharibike, ikiwa mchele, ikiwa sembe, ikiwa soda, ikiwa kuku wa pedu, wote hivyo hao wanakula madawa. Ikiwa mayai yao, ikiwa nyama ng'ombe wa kisasa, ikiwa maziwa ya kisasa, wote wanakula madawa hayo, na madawa yote yana sumu ya kufanya preserve. Ikiwa mchicha uliomwagiwa usifanye wadudu, ikiwa mabamia, ikiwa matango, kesho kutwa yanapelekwa sokoni, yanamwagiwa kwanza dawa. Si mnanielewa? Sumu zile ambazo zimo katika hivi vitu, ikiingia mwilini mwako kila,
unazalisha hydrochloric acid nyingi katika tumbo. Ukizalisha hydrochloric acid nyingi, damu inakuwa mzito. Damu ikiwa mzito, mishipa membamba inasinyaa. Small blood vessels, mishipa membamba katika mwili wa binadamu, kazi yake nini? Kupeleka damu kwenye figo, kupeleka damu kwenye maini, kupeleka damu kwenye moyo, kupeleka damu kwenye ubongo, kupeleka damu kwenye tenzi dume. Kwa kuwa damu zetu zimekuwa mzito, tofauti na watu wa zamani, wao walikuwa hawali vyakula hivi, damu zao zilikuwa zinafika salama kwenye hivi viungo. Sisi tunaokula vyakula hivi, mwanzo wake tunapata pressure kwanza bila wewe mwenyewe kujua. Ndugu zangu, leo nimekuja na mashine hapa, tutapimana afya bure. Waliokuwa hawataki kupima, leo tutawapima Kwa sababu kuna watu nikatafute matatizo ya kusudi bwana. Sio kusudi. Pressure ikikupata huijui. Sukari ikikupata huijui, unakuja kukuta tu. Utaanza kujiona, jamaa siku hizi mambo safi na nenepa, kitambi kitambi unafurahi, unasifiwa. Kumbe ukipima pressure, mzee tayari kishakuja kwenye stage mbaya sana. Hafla moja stroke. Unakuja kupima sukari, hafla moja unakuta iko kwenye 20 na iko juu, kushuka inakuwa ngumu tena. Ndio hiyo tena inakwenda kukumiza figo, inakumiza ini, inakumiza mambo mengine. Tuko pamoja? Kwa hivyo magonjwa haya ambayo hivi sasa kazungumza Khatibu hapa, magonjwa ambayo ndio yanatusumbua, pressure, kisukari, figo, moyo kwa mkubwa, alimradi mtihani. Tutembeleeni hospitali jamani. Unamkuta mtu keshafeli figo, huyo ana maradhi ya sukari, huyo ana pressure. Jana nakwenda, kuna mgonjwa namkuta kalala, ana mipira. Naangalia reference zake, kasharudishwa Mnazi Mmoja mara 2. Lakini tayari namuona figo ishafeli, ameshapata stroke katika ubongo. Kwa sababu kwanza haya maradhi hufi kama siku yako haijafika. Unaweza kukaa miaka 3 kitandani, 4 kitandani kwa hayo maradhi hivyo. Kwa sababu kila mtu atakufa kwa siku yake. Maradhi na kufa ni vitu vili tofauti. Unaweza ukafa bila kuumwa, unaweza ukaumwa sana usife. Unanielewa? Ile kukaa sana kitandani, watu wengi wapo kitandani, muda wao kufika haujafika, wakufa haujafika, wanateseka, wanaathirika na maradhi. Mtu inabidi unakaa unamtizama tu, ana mipira, hasemi, haulizi, hataki, hakatai. Wewe hapo upo mtilie nini? Chakula chake kwenye bomba sinda. Inna lillahi. Sasa hydrochloric acid inapozidi kuwa nyingi ndio inaumiza viungo hivi ambavyo tunaona wagonjwa wetu.